Bwana Yesu asifiwe. Ninakusalimu sana katika jina kuu la Yesu Kristo. Karibu sana katika kipindi chetu cha Saa ya Faraja katika Kristo. Na leo tunaleta sehemu ya 4 ya somo letu, mjue Roho Mtakatifu na namna anavyotenda kazi. Na leo tuna kichwa cha habari ambacho kinasema kutembea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Kutembea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Lakini kabla hatujaingia hapo, ni vizuri sana tukaangalia matunda ya Roho Mtakatifu. Na haya matunda ya Roho Mtakatifu yanapatikana kwenye kitabu cha Wagalatia sura ile ya 5 mstari ule wa 22, ambapo ni upendo, furaha, amani, uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo inasema hakuna sheria. Kwa hiyo kwenye kitabu cha Wagalatia ile sura ya 5 mstari wa 19 wanaeleza kwamba matunda ya mwili ni uasherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, husuda, ulevi, ulafi. Watu washikao mambo hayo na kuyatenda hawatarithi ufalme wa Mungu. Kwa hiyo mtu mwenye Roho Mtakatifu anatambulika kwa matunda yake. Mtu mwenye fitina hana Roho Mtakatifu ndani yake. Mtu mwenye wivu hana Roho Mtakatifu ndani yake. Mtu mwenye ugomvi hana Roho Mtakatifu ndani yake. Mtu mwenye uzushi hana Roho Mtakatifu ndani yake. Lakini ukiona mtu ambaye ana Roho Mtakatifu, anake atakuwa ni mtu mwenye Roho Mtakatifu, ana haya matunda. Utakuta ana furaha, ana amani, saa nyingine ana uvumilivu, utu wema, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Upole na kuwa na kiasi. Juu ya mambo haya hakuna sheria. Kwa hiyo Roho Mtakatifu akiwa ndani yako, kwa mfano akikupa hili tunda la kiasi, kitu kizuri sana. Kila jambo lina kiasi chake. Usifanye kitu ukazidisha sana. Fanya kwa kiasi. Ukizidisha sana utaharibu. Hata chumvi, ukizidisha sana chumvi kwenye mboga inaharibika. Ni kukosa tunda la kiasi. Kwa hiyo Roho Mtakatifu pia anapenda tuwe na ufahamu wa kujua kwamba matunda yake yote. Kwa mfano, ukiingia kwenye ndoa ukiwa hauna Roho Mtakatifu ni hatari sana, kwa sababu utakuwa hauna lile tunda la Roho Mtakatifu ambalo ni tunda la uvumilivu. Na kwenye ndoa kuna mambo mengi yanatokea magumu, lakini kinachosababisha zinasimama ni ile hali ya uvumilivu. Kama una tunda la Roho Mtakatifu ndani yako, maana yake atakupa roho ya kuvumilia, tunda la uvumilivu. Lakini upole, kuna watu wameokoka lakini bado wana hasira sana. Hasira zao ni kali, wanazungumza kwa kulipuka. Wana hasira kali sana. Ni kwa sababu hawajampokea Roho Mtakatifu. Mtu aliyejazwa Roho Mtakatifu na anaishi chini ya uongozi wake, ana kitu kinachoitwa upole. Upole ndani yake. Na hii wameitoa kule kwenye kitabu cha Mathayo sura ya 11 mstari ule wa 28 mpaka 30. Kisoma hapo utaweza ukapata kitu cha kusaidia. Upole, lakini pia kuna kitu kingine kinachoitwa utu wema. Kuna mtu mwingine ana kitu cha kufadhili watu wengine, kuwa baraka kwa watu wengine, anafadhili kwa kutumia vitu vyake. Watu kama hao, yaani kwa kweli ukiwaona ujue hawa Roho Mtakatifu anatenda kazi ndani yao. Kwa hichi kipande hichi nilikuwa nataka nielezee tu matunda yake. Lakini hawa wengine, Roho Mtakatifu katika matunda yake haya ambayo tunaelezea Wagalatia 5:22, kuna tunda lingine ambalo linaitwa uaminifu. Kwa hiyo mtu kama hana uaminifu, huyo mtu hana Roho Mtakatifu. Kwa sababu uaminifu ni tunda la Roho. Kwa hiyo unaweza ukapimwa na kitu kidogo, mtu anakupata kitu anakuambia hebu peleka mahali. Akikuta kile kitu kimepungua, anajua wewe hauna Roho Mtakatifu ndani yako, kwa sababu tunda la Roho ni uaminifu pia. Lakini kitu kingine ni utu wema. Tunda la utu wema. Kuna mtu ana utu wema ndani yake. Kila anachokifanya anapenda kufanya vyema. Lakini tunda lingine kuu zaidi ni tunda la upendo. Na Yesu alisema amri mpya nawacheni
mpendane. Chochote unachokifanya kama hakuna upendo, hicho kitu ndani yake hakina Roho Mtakatifu. Na Wakorintho wa kwanza sura ya 13 inasema, nijaposema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo mimi si. Hata nikitoa mali zangu nikawapa masikini, kama sina upendo mimi si chochote. Lakini anasema pia, nikichukua mwili wangu nikautoa uungue moto, kama sina upendo mimi si. Kwa hiyo tumuombe Roho Mtakatifu atusaidie sana kutunza haya matunda ambayo yako ndani yetu, ambayo ametupa, na tuyatumie sawa sawa. Na madhara ya mtu kumkosa Roho Mtakatifu ndio anakuwa na haya matunda ya mwili yote. Unashangaa umeokoka lakini unatamani kunywa vilevi, una uasherati, uchafu, ufisadi. Lakini ibada ya sanamu, watu wengi hawajui ibada ya sanamu. Hata kutumikia mambo yako kuliko kumtumikia Mungu ni ibada ya sanamu. Sasa tumuombe Mungu, lakini unakuwa mchawi huku unasema wewe unamjua Mungu, na mambo ya ushirikina na wachawi. Hayo yote ni matunda ya mwili: uadui, ugomvi, wivu. Unaokoka huko kanisani, lakini ukiona mtu mwingine amefanikiwa kidogo, moyo wako unauma, unawaka moto. Kuna vifungo bado havijaondolewa. Inabidi uombe wachungaji wa kuombee ujazwe Roho Mtakatifu. Sasa na Matendo ya Mitume ile sura ya 19. Ili sasa Roho Mtakatifu akija juu yako, kuna vitu ataviua. Ataua wivu, ataua hasira, ataua fitina. Mtu mwingine anasikia wivu mpaka ana hema ile ya kuondoka. Huyo hana Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni vizuri mkampokea Roho Mtakatifu sasa awaongoze. Ni vizuri mkampokea Roho Mtakatifu awe kiongozi wenu. Kwa hiyo tunaomba uelewe kwamba matunda haya ya Roho yanafanya kazi hizo. Sasa hebu tuangalie kutembea chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Uenenda kama Roho anavyotaka. Biblia inasema wote wanaoongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kama wanaongozwa, manake yeye ndio anakuwa kiongozi katika kila jambo. Lakini kuna faida kubwa sana ya kuongozwa na Roho Mtakatifu. Kwanza utapata faida. Kitabu cha Isaya sura 48 mstari wa 17 inasema, mimi ni Mungu nikufundishaye na kukuongoza ili katika njia ipasayo, ili upate faida. Kwa hiyo kuna kupata faida ukiongozwa na yeye kiutendaji. Ruhusu Roho Mtakatifu aingilie utendaji wako wa kila kitu hapa duniani, na utashangaa unapata faida. Zaburi ile 32 mstari wa 8 inaeleza, nitakufundisha na kukuonyesha njia utakayoiendea. Nitakushauri, jicho langu likikutazama kwa upendo. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokushauri, macho yake yanakuwa yanakutazama kwa upendo. Lakini Roho Mtakatifu anakuonyesha njia ikupasayo. Sio kila njia unayoienda ni sawa machoni pako. Biblia inasema zipo njia zionekazo kuwa sawa machoni kwa mtu, lakini mwishoni mwa njia hizo ni mauti. Kwa hiyo tumuombe Roho Mtakatifu atuongoze sana. Tukubali kutembea chini ya uongozi wake. Lakini kitu kingine, Roho Mtakatifu ni mshauri wa ajabu. Anatambulika kama mshauri wa ajabu. Kitabu cha Yeremia sura ile ya Yeremia 32 mstari ule wa 19 anasema, ni mkuu wa mashauri, mweza katika kutenda. Yaani yeye ni mkuu katika mashauri. Macho yake yamefumbuka juu ya njia zote za mwanadamu. Kumbe Roho Mtakatifu ni mshauri wa ajabu. Ukimshirikisha yeye, chochote atakushauri na atakuongoza, kwa sababu macho yake yanajua njia zote za mwanadamu. Lakini Roho Mtakatifu amebeba ushauri kwa kila unachotaka kufanya. Ikiwa utamuhitaji, Roho Mtakatifu amebeba ushauri wa yasiyowezekana kushauriwa na mwanadamu. Anaweza kukushauri. Kitabu kile cha Isaya sura ile ya 11 mstari ule wa 2 inasema, na Roho wa Bwana atakuja juu yako, Roho wa hekima na Roho wa ufahamu na Roho wa ushauri. Roho Mtakatifu akiwa ndani yako anachukua nafasi kubwa katika kukushauri. Anakushauri, anakuongoza, anakuelekeza. Kwa hiyo chochote unachokifanya chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu, wakati wote kinakuwa kizuri.
Lakini ukisoma Methali ile sura ya kwanza mstari ule wa 23, anasema na watu sana lakini hawaelewi. Anaposema geukeni kwa ajili ya maonyo yangu, tazama nitawamwagieni roho yangu na kuwajulisha maneno yangu. Kwa hiyo ukisimama sawa sawa na ukageuka katika njia ile mbaya, ukaombewa, ukafunguliwa, ukampokea Roho Mtakatifu, ukakubali kujulishwa maneno yake. Maana kukujulisha maneno yake, kukushauri juu ya uamuzi unaotaka kuchukua. Anaweza kukushauri ukaelewa na bado ukakataa. Ndio maana ya hilo neno la Methali sura ya kwanza mstari ule wa 30. Kisoma pale anasema hawakukubali mashauri yangu, wakadharau maonyo yangu. Kwa hiyo ana ushauri. Ndio maana ukisoma Methali 1:30 anasema hawakukubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Lakini hebu tuangalie kidogo njia anazotumia Roho Mtakatifu kukushauri. Njia ya kwanza anayotumia kabisa, anatumia njia ya kukusikizisha neno. Njia ya kukusikizisha neno. Neno ni Mungu. Ukisoma Yohana ile sura ya kwanza mstari wa kwanza mpaka wa 5 anasema hapo mwanzo palikuwepo na neno, naye neno alikuwepo kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu. Lakini neno limebeba roho ndani. Kwa hiyo Roho Mtakatifu anapokutumia neno, lile neno limebeba roho ya uvuvio ya kukutoa mahali unapopitia. Na ukisoma katika lile neno la Isaya 55 kuanzia ule mstari wa 6 mpaka wa 9, anasema ndivyo litakavyokuwa neno langu litokalo katika kinywa changu, halitanirudia bure, asema Bwana. Kwa hiyo akikutumia neno, hilo neno lazima litimize mapenzi yake, yale ambayo yeye amekupa. Kwa hiyo kuna wakati unakuwa unaomba sana, unashangaa umepewa mstari wa Biblia. Usipuuze, huyo ni Roho Mtakatifu asema na wewe kupitia neno. Anakushauri kupitia neno. Unataka kuchukua maamuzi fulani, anakupa neno. Ukisoma hilo neno na unachotaka kufanya, unapata picha. Njia ya pili anayotumia Roho ni kukushauri. Ni kwa njia ya sauti. Njia ya pili anayotumia Roho Mtakatifu kukushauri ni kwa njia ya sauti. Ukisoma ile Zaburi ya 29 mstari wa 4 anasema sauti ya Bwana ina nguvu na sauti ya Bwana ina adhama. Kwa hiyo sauti ya Mungu ikija inakuwa na nguvu juu ya maisha yako. Inakuwa na nguvu juu ya maamuzi unayotaka kuchukua. Kwa hiyo inakuwa na nguvu juu ya mashauri yote ya kibinadamu ambao uko katika ufahamu wako. Lakini Zaburi ya 103 kwenye ule mstari wa 20 anasema muhimidini Bwana enyi malaika zake, ninyi mlio hodari mtendao neno lake, mkisikiliza sauti ya neno lake. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati ile sura ya 28 mstari wa 1. Ukisoma pale anasema pia itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii, kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo. Kwa hiyo tatizo ni kusikia. Ni kusikia. Unaona hata malaika wako hodari kulitenda neno. Lakini kwenye neno kumebeba sauti. Wakisikiliza sauti ya neno lake. Neno lolote unalotumiwa na Roho Mtakatifu limebeba sauti ndani. Na hiyo sauti inakuwa ni kwa ajili yako. Hiyo sauti imebeba ujumbe wako. Kweli unajua Zaburi hata 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Lakini ikitumwa wakati umepewa na Roho Mtakatifu, ni lazima kuna mstari ukiusoma utasikia umebeba sauti ya ujumbe wako hapo ndani. Lakini kitabu hichi cha Kumbukumbu la Torati kinavyosema itakuwa utakaposikia. Maana kama kuna kusikia, huwezi kusikia kama hakuna sauti. Maana hiyo sauti inakuwa ni sauti ya Mungu. Na hiyo sauti sasa Roho Mtakatifu ndio anakuwa anaiachilia ya ujumbe fulani juu ya maisha yako. Zaburi ile ya 95 mstari wa 7 mpaka wa 8 anasema ingekuwa heri leo mngesikia sauti yake, msifanye migumu mioyo yenu. Kwa hiyo kumbe anaweza kuzungumza, lakini masikio ya mioyo yetu yakazibwa. Kitu shetani anachopigana nacho ni masikio yetu ya ndani, kuyaziba yasisikie kile kitu Mungu anachokisema kupitia Roho Mtakatifu katika kutushauri na kutuelekeza. Ni vizuri sana tukaombea usikivu wetu wa ndani. Biblia inasema masikio yetu ya ndani vizuri yakatairiwa, ukaachilia damu Yesu kwenye masikio yako ili Mungu akizungumza uweze kumsikia kwa wepesi. Kuongea maana yake ni kusema, ni kusemeshwa, ukasikia. Maana yake usifanye miguuni moyo wako
Shetani akitaka kukukamata lazima akubane eneo la usikivu, na akisha kubana hautaweza kumsikia Mungu, utasikia watu kuliko kumsikia Mungu. Omba sana masikio yako ya ndani yafunguliwe uweze kumsikia Mungu anavyosema. Tatizo sio kwamba kusemeshi tu, tatizo umefungwa usikivu wako usimuelewe na usimsikia anachosema, na usipomsikia maana yake huna maelekezo ya kutosha ya kitu unachotaka kufanya. Lakini njia nyingine Roho Mtakatifu anayoitumia kumshauri mtu ni njia ya ndoto. Na ukisoma kwenye kile kitabu cha Ayubu sura ile ya 33 mstari wa 16 mpaka wa 19, inasema ni katika njozi za usiku, usingizi mzito uwajiliapo wanadamu na kuwapata, ndipo Bwana anafungua masikio yao. Kwa hiyo anafungua yale masikio ya ndani, kwa sababu haya ya nje yanakuwa yamelala. Lakini anazungumza nao na kuwasemesha kupitia hiyo ndoto, ili kuwaondoa katika matamanio yao, ili aokoe nafsi yako na mauti na kuzimu. Hiyo ndio kazi nyingine. Kwa hiyo Roho Mtakatifu unaweza kuomba sana mchana, ukalala, ukaota ndoto, ukakuta hiyo ndoto ina majibu ya kile ulichoomba. Kwa hiyo Mungu hutumia njozi zaidi kama mtu hana utulivu mchana kusema naye. Roho wake hufunua masikio ya watu ya ndani na huanza kuwashauri katika kila hatua. Kwa hiyo ni vizuri tukaelewa kabisa kwamba sio kila njozi ni za shetani. Kuna njozi nyingine ni Bwana anakusemesha. Na akisha kusemesha, ukimuelewa vizuri na ukafuata kile alichosema, basi maisha yako yatakuwa mazuri, kwa sababu utakuwa unaelewa njia ambazo Mungu anazungumza. Maono yako kwenye Yoeli 2:28 na Matendo ya Mitume ile sura ya 2, anasema siku za mwisho atamwajia watu wake Roho. Vijana wataona maono, wazee wataota ndoto, lakini watumishi wa Mungu watatabiri. Kutakuwa na mambo kama hayo. Lakini sasa kama sasa hivi watu wengi hawajui hizo njia Mungu anazozitumia, njia ya neno lake. Unatembea ghafla unasikia neno la Mungu linakuja juu yako. Ghafla ukisikia lile neno na kulitizama, unakuta ni Mungu anazungumza na wewe, lakini amepitishia ujumbe wako kwenye kifungu fulani cha neno. Kwa hiyo pia mwisho wa somo hili nataka nikuhimize, jitahidi kusoma sana neno la Mungu. Weka mpango mkakati wa kusoma Biblia yote kwa mwaka mzima, kwa kusoma sura 3 za Biblia kila siku kwa siku 365. Utakuwa umemaliza kuisoma Biblia yote. Lakini kitu kingine, chukua ushirika na Roho Mtakatifu. Na ndio maana huwa tunasema neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu. Angalia neno ushirika ni mahusiano, ushirika ni muunganiko na ushirika wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo tujitahidi kukaa chini ya uongozi wa Roho Mtakatifu. Tuwe naye shirika. Tusimfanye tu tumuhitaji wakati tuna matatizo. Hapana, tutembee naye, tuwe tunashirikiana naye. Hata unapolala mwambie Roho Mtakatifu, sasa nataka kupumzika. Unapotaka kutoka mwambie Roho Mtakatifu, nataka kutoka. Unapoona kuna mahali unapitia popote, mshirikishe Roho Mtakatifu. Ndio ile inasema sasa neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu ukae na sisi sote. Kwa hiyo kuna kitu pia, ushirika wa Roho Mtakatifu. Ushirika wa Roho Mtakatifu ni kitu kikubwa sana katika maisha yetu. Tusimwache Roho Mtakatifu tukaenenda wenyewe, hatutafika. Tumuombe Roho Mtakatifu atuongoze, tumuombe Roho Mtakatifu atuelekeze, ili katika uwezo wake tuweze kufanikiwa katika kila hatua. Mwisho basi tufunge macho tuombe. Mungu wa Bwana wetu Yesu Kristo, Baba wa utukufu, naomba uwape watu wako roho wa hekima na roho wa ufunuo katika kukujua wewe. Macho ya mioyo yao yafunguliwe, yatiwe nuru, wapate kujua tumaini la mwito wako jinsi lilivyo, na utajiri wa utukufu wa urithi wako katika watakatifu jinsi ulivyo, na ubora wa ukuu na uweza wako ndani yetu tuaminio jinsi ulivyo, kwa kadiri ya utendaji wa nguvu za uweza wako. Bwana, uliotenda katika Kristo ulipomfufua katika wafu, ukamweka mkono wako wa kuume katika ulimwengu wa roho, juu sana kuliko ufalme wote na mamlaka na nguvu na usultani na kila jina litajwalo, wala si ulimwenguni humu tu, bali katika ule ujao pia. Ukaviita
ukavitia vitu vyote chini ya miguu yake, ukamweka awe kichwa juu ya vitu vyote, kwa ajili ya kanisa, ambalo ndilo mwili wako mkamilifu, na ukamilifu wake anayemiliki unakamilika kwa vyote katika vyote. Baba wa rehema, Mungu mwenye nguvu, tunaweka watu wote mkononi mwako, mfalme na Mungu mwenye nguvu. Asante kwa sababu ya wote waliokuwa wanakusikiliza kipindi hiki. Baba wa mbinguni, ninakusihi Roho Mtakatifu aachiliwe juu yao na awatamie, awaongoze katika njia nzuri ya kukupendeza, maana Roho ni kiongozi. Naomba afanyike kuwa kiongozi juu ya maisha ya watu. Naomba afanyike kuwa mwalimu juu ya maisha ya watu. Naomba afanyike kuwa mshauri mahali mtu anapopita pagumu na anahitaji ushauri. Naomba Roho Mtakatifu afanyike kuwa faraja kwa yoyote ambaye anahitaji faraja, wewe ni mfariji. Naomba Roho Mtakatifu afanyike kuwa mwalimu kwa yoyote anayehitaji kufundishwa. Naomba Roho Mtakatifu tusaidie udhaifu wetu, tusaidie. Naomba ukafanyike kuwa msaada, ili Mungu mahali ambapo hatuwezi, basi Roho Mtakatifu apate kutusaidia na kutuwezesha. Damu ya Yesu ninaifunika juu ya kila mmoja anayenisikiliza, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Tukiwa katika kuomba hivi, kama haujaokoka na ukampokea Yesu, rudia maneno haya mafupi na Bwana Yesu ataingia ndani yako na Roho Mtakatifu pamoja na Mungu. Baba yetu wa mbinguni, ninasogea mbele za uso wako. Ninaomba unisamehe dhambi zangu zote nilizozifanya kwa kuwaza, kwa kunena, kwa kukutenda. Nimekukasirisha mara kwa mara, nikastahili adhabu yako hapa duniani au huko mbinguni, lakini nazijutia dhambi zangu zote na kuziungama zote. Naomba ufute jina langu kwenye kitabu cha mauti na uliandike upya kwenye kitabu cha uzima cha Mwana-Kondoo. Naomba mlete Roho Mtakatifu achukue uongozi ndani yangu, katika jina la Yesu Kristo. Ninakuamini Yesu kwa kuniokoa. Amen. Basi ikiwa umerudia sala hii, tayari umekwisha kuokoka na kumpokea Yesu. Ninakusihi uendelee kufuatilia mfululizo wa mahubiri yetu ili uendelee kukua na kujengwa kiroho. Ukiwa unapenda kusimama na sisi katika kumpeleka Yesu kwa mataifa yote, tunaomba utumie namba zinazopita hapo, utumie sadaka yako. Sadaka hii itatuwezesha kipindi hichi kiendelee kuwa hewani na kufikia watu wengi wenye uchungu na huzuni, na kufungua watu wengi, na wewe utakuwa umefanyika sehemu ya baraka. Mungu akubariki sana kupitia hiyo sadaka.